Kwanza kabisa tunatazama hivi sasa ulimwengu mzima, macho yote kwa kiasi kikubwa sana ama kwa nafasi ya pekee yametupa kule Mashariki ya Kati, vita hivi vya Iran na Marekani. Pengine ukiwa kama mchambuzi nguli ama mbobevu katika masuala haya ya geopolitics, vita hivi unavitazama vipi, kwa nafasi gani? Pengine ni nini hasa kinapelekea vita hivi kubeba hisia kubwa sana kupita vita ambavyo vingine vimeshawahi kutokea ulimwenguni? Ni kwa sababu ya athari yake kiuchumi. Athari yake kiuchumi ni kubwa kwa sababu Irani wana faida ya kijiopolitiki inayotokana na kuwa na mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz ni kanjia kadogo kanakopelekea kwenda katika eneo la nchi za Gulf. Sasa nchi za Gulf zina umuhimu mkubwa katika dunia hii, kwa maana ndio nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi na zinaongoza uzalishaji wa mafuta OPEC. Hawa wamekuwa mstari wa mbele katika kusema nini au bei za mafuta na mafuta yaweje. Lakini vile vile ni eneo ambalo linatumiwa sana na nchi za Ulaya pamoja na Marekani kwa minajili ya kupitisha katika mlango huo bahari wa Hormuz karibia 20% ya mafuta na bidhaa nyinginezo kwa siku. Kwa hiyo vita hivi vinavyoendelea vimeleta gogo kubwa, kwa maana ya kwamba Irani ameweza kuzuia na kushambulia aina yoyote ya meli inayotoka kwa mahasimu wake. Kwa hiyo imeharibu sana utaratibu wa mafuta, na ndio maana naona bei za mafuta zimepanda. Hilo ndilo kubwa linalofanya kwa nini vita hii ionekane kuwa ya umuhimu duniani, kwa sababu inaathiri hilo. Athari hiyo ya mafuta inapelekea chumi nyingine kudorora na kuwa na mgogoro, kwa sababu bei za mafuta zinaongezeka. Pale bei ya mafuta ikiongezeka, inaongeza bei za vitu vyote, kuanzia nafaka, kuanzia kuja kwenye malighafi za viwandani, kwenye kilimo, masuala yote hayo. Na kwa kuwa sasa inazidi kuendelea mpaka leo, ni dhahiri tutapata mfumuko wa bei katika mataifa yetu haya, na mataifa ambayo yanategemea sana kununua kutoka nje na walishani wa nje wataingia mgogoro sana kwa karibu. Kwa hiyo ndio muhimu kwa nini vita inaangaliwa hivi. Lakini la mwisho ni la kisheria zaidi, kwamba vita hivi vimejitokeza nje ya utaratibu wa kisheria. Ni mabwana wawili wakubwa wa dunia hii wameamua tu kuingia kwenye vita na kushambulia mtu kinyume na utaratibu wa sheria, hasa sheria za Umoja wa Mataifa. Mchambuzi, hapo katika sheria umezungumzia vita hivi vina kiuka utaratibu wa kisheria. Pengine kuna mtu ambaye afahamu, hasa mtazamaji wetu, taratibu zipi za kisheria ambazo pengine vita hivi vimekiukwa moja kwa moja, na sheria za kimataifa zinazungumza nini juu ya masuala haya ya kimizozo? Mkataba wa Umoja wa Mataifa, yani kwa lugha ya Kiingereza UN Charter, ukisoma kifungu cha 2 kinasema ili taifa lolote liweze kushambuliwa lazima liwe na mambo makuu matatu. La kwanza, lazima kuwepo hatari ya kuona kwamba taifa lenyewe linataka kushambuliwa au liko kwenye haki yake ya kitu cha aina hiyo, kwa hiyo linashambulia. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, akiwa ameshambuliwa sasa, kwa mfano umeshambuliwa au ulikuwa una hili wala lile, kuna haja ya kushambulia tena. Lakini la tatu, lazima Baraza la Ulinzi la Kudumu la Umoja wa Mataifa waidhinishe, endapo hao mawili ya kwanza hayapo, basi wakae Umoja wa Mataifa, Baraza la Kudumu la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa lipitishe kwamba sasa unaweza kumshambulia, na hiyo inakuwa inasimamiwa kitaasisi na kuelekezwa nchi husika kwamba sasa unaweza mkafanya hivyo. Iliwahi kutokea Afghanistan, japo ndio Marekani walikuwa wenyewe wakajichukulia sheria mikononi wakaanza kushambulia na kadhalika. Nje ya hapo imefanywa Libya, imefanywa Iraq, jirani na Irani, na mnaweza mkaona. Sasa hiyo ndio sheria inavyosema, na sheria kwa kifungu cha 51 kinasema vile vile kwamba cha mkataba huo kwamba endapo taifa limeshambuliwa lina haki ya kujilinda. Kwa hiyo Irani yupo katika utaratibu wa kisheria. Yeye ameshambuliwa na daima atajilinda. Nafanya deterrence. Liona mwaka jana mwezi wa 6 wa 7 alishambuliwa ubalozi wake nchini Syria, kama sio Lebanon ilishambuliwa, na yeye akawa ametuma makombora karibia 100. Ni kitendo cha kuonyesha kwamba tupo katika sheria za kimataifa na katika utawala wa nchi, kwamba
tupo tunakuangalia. Kwa sasa hivi hicho ndicho kinachotokea. Kwa hiyo ni mambo hayo makubwa mawili, la kiuchumi na la kisheria, kwamba mataifa sasa na taasisi tulionazo zinazotakiwa kusimamia ustaarabu wa dunia zinaenda kinyume na sheria. Kwa hiyo tunaanza kuongelea yale ya kipindi cha dunia ya kati, middle age, zama zile za kati, kwamba the medieval period inaitwa, kwamba sasa mwenye nguvu mpishe, tunaanza kutekeleza sheria. Katika hilo ambalo mchambuzi umelizungumza hapo kwamba Irani inatekeleza jukumu ama wajibu wa kujilinda dhidi ya uvamizi ama uchokozi wa Marekani, na Irani sasa ina uhalali kiasi gani katika mashambulizi yake ambayo amekuwa akiyafanya dhidi ya taifa la Marekani, lakini pia kwa kushirikiana na Israeli? Ina uhalali wa kisheria kutoka kwenye mkataba wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa cha 51. Ndio ina uhalali wa moja kwa moja, ambalo nadhani swali lako ulikuwa umelilenga kusema mbona inashambulia nchi za upande wa Ghuba wa Gulf. Ndio Kwamba kwa nini sasa wanamshambulia wakati hawajamshambulia. Ni hivi, niseme kwanza, Irani ataendeleza vita hivi si kwa sababu ana nguvu, ila ameshaona kwamba kuna tatizo katika ukanda wa Gulf, na tatizo hilo ni Marekani na Israeli. Kwa hiyo ataendelea kujishambulia nchi za Gulf kwa sababu anazidi kutuma ujumbe kwamba nchi za Gulf ziache kushirikiana na Marekani, ziache kushirikiana na Israeli. Lakini vile vile kimaadili tutasema yeye anajilinda kwa kulipua maeneo ambayo Marekani imewekeza ndani ya mataifa haya ya nchi za Ghuba. Kufanya hivyo inaruhusiwa kisheria, kimaadili, lakini kikanuni na kikanuni vile, ila kimaadili tutakuwa tunasema anawashambulia nchi za Gulf, na ndicho anachokifanya, kwa sababu anachotaka ni kwamba influence ya Marekani kutumia lugha ya Kiingereza anataka isiwepo tena, anataka tunasema to disrupt that influence, na ndio maana anaendeleza na vita hivyo katika mataifa hayo yote ya Ghuba, kwa sababu ni mataifa ambayo ikumbuke kwamba Marekani kiuchumi ina modo mbaya wa kiuchumi, inatumia zaidi inavyozalisha, inatumia zaidi ya inacho budget. Kwa maana hiyo basi hajawahi kuwa na surplus budget karibia kipindi kirefu sana, kuanzia baada ya vita pili ya dunia, wakaingia kwenye Marshall Plan, wakatoka wakaendelea mpaka karibia hivi leo. Ndio utamaduni umekuwa nao wa kiuchumi. Sasa ni nani alikuwa anahudumia bajeti hiyo iweze kuendana na mahitaji ya Marekani na mahitaji yao? Marekani amekuwa akikopa na kushirikiana na nchi za Gulf na za muda hizo unazoziona. Kwa hiyo Marekani ana interest kubwa na mataifa ya Ghuba kuliko ambavyo mnaweza mkadhaa, sababu yana nafasi kubwa katika uchumi wake. Na mchambuzi, ukiwa kama pia mbobevu katika masuala haya ya mizozo, tunashuhudia katika vita hivi vya Iran na Marekani kuna kiasi kikubwa sana cha maneno mtambuka ama propaganda za wazi. Unafikiri propaganda ama maneno hayo katika vita hivi ina nafasi gani ya kuchochea vita na kuwa escalated ama kufikia hatua mbaya zaidi? Propaganda huwa zinatumika katika maisha ya kila mtu, maisha hasa ya siasa, na propaganda si kitu ambacho kinataka kianzishe mjadala kutoka A kupeleka B katika mlengo wa yule ambaye ana miundombinu ya habari. Ndio vile vile ana fikra za watu waliofuata, na ndio maana utaona vyombo vya habari vinajielekeza katika kuzungumza swala fulani pembeni mwa inavyostahili kuwa. Kwa hiyo tunaita propaganda, ni ndio ambayo inatumika kisiasa, si jambo baya. Sema ni kwamba wale ambao wanaweza wakaona hiyo propaganda na wakaiona kwamba haifai dhidi ya mwako au adui yako, unaionyesha kwamba hapana, ni uongo. Ndio tumeona kumekuwepo kukanushwa kwamba hakuna meli iliyoshambuliwa, hakuna ndege iliyolipuliwa ya upande wa simu wa Irani, na kuonyesha kwamba yanalenga kuonyesha kwamba hao maasimu wakuu wa Irani bado wako imara na bado wanaendelea vizuri, na Irani hakuna alichokifanya dhidi yao. Ndio. Kwa hiyo hilo linazidi kutoa picha ya kwamba kwa wale wasiojua propaganda zinazochezwa pigwa au asimu wake wa kundi wanaoendelea kusimamia show ya vita inavyostahili. Kwa hiyo lengo lake ni hilo, kwamba itoe picha tofauti na wanavyodhani, na wanavyoanza kuona karibia upande mkubwa wa dunia huko upande wa Irani inapokuja swala la kusema Marekani na Israeli. Kwa hiyo Marekani na Israeli wana kazi kubwa ya kuhakikisha wanakuza sura ambayo inaonyesha kinachoendelea.
Ushirikiano wa Marekani na Israeli bila shaka unaofahamu vizuri sana. Pengine unafikiri ushirikiano wa Israeli na Marekani kwanza kabisa una nafasi gani katika mzozo huu wa Irani na upo katika hali gani? Mzozo wa Marekani na Israeli ni wa muda mrefu na ushirikiano wa Marekani na Israeli ni ushirika wa muda mrefu na ulianza katika miaka ya pili au baada ya kuwa taifa. Hawakuwa na ushirika wa karibu sana vile, ila baada ya mapinduzi ya Irani na Irani kuwa taifa rasmi la Kiislamu, mahusiano yalibadilika sana, kwa sababu nadhani walitegemea kwamba Irani angekuwa ndio mshirika mkuu na wa karibu ndani ya bara la Mashariki ya Kati. Ndio kwa sababu Marekani bali na nao mchezo wanaocheza huwa anaweka tahadhari hata kwa marafiki wenyewe. Kwa hiyo anamwangalia Israeli kwa jicho la pekee sana, kwa sababu bado hajapata mshirika wa karibu mzuri ndani ya nchi za Ghuba. Kama amejipata katika nchi za Ghuba, angeweza kuwa mahusiano yake na Israeli yasiwe makubwa sana, lakini kwa sasa hana uchaguzi, sababu yeye rafiki pekee aliye naye. Na unaweza kusema wachambuzi wengi wa siasa za Mashariki ya Kati pamoja na siasa za jiografia wanasema vita hivi inaonekana kwa asilimia kubwa Marekani aliingizwa tu kwenye hiyo vita na Israeli kuunga mkono nguvu ya Benjamin Netanyahu. Ndio maana naona ushirika umekuwa hivyo, lakini isitoshe bado wanaendelea kushirikiana hata katika kipindi cha vita. Bado Marekani amezidi kumsaidia Israeli. Mchambuzi, hapo unamaanisha kwamba Marekani hahusiki moja kwa moja na vita, bali amekuwa tu mshirika na mwenye vita halisi ni Israeli na Benjamin Netanyahu. Ndicho kinachoonekana. Mwenye vita kamili ni Benjamin Netanyahu, lakini sasa baada ya kushambulia kwa tarehe 28 ndio inaonekana Israeli yule alikuwa na mchoro mwingine, anza kuingia kwenye nchi za karibu za jirani ya kuingia kwa wale mambo ya Kiingereza au mawakala wa Irani ambao wako ndani ya Lebanon. Kwa hiyo akawa anapambana na Hamas, akawa anapambana na hawa wakina nani walioko Lebanon, kikundi cha kiasi wanakiita kikundi cha waasi kiko Lebanon, Hezbollah, akiwa anapambana na Hezbollah. Ndio katika nguvu nyingi walitegemea hiyo, na kwa kuwa Marekani alishakuwa sasa na hasira kidogo, ana hasira kubwa na Irani, na hasira zao ni za kihistoria pia, kaona sawa ndio wakati. Lakini ukiangalia na wataalamu wanavyosema vita hivi ilikuwa ni vya Israeli na Irani, lakini Marekani sasa ameanza kuonekana ni mshirika mkuu, kwa sababu yeye ndiye aliyeanza kuonyesha anashambulia, lakini akiwa anaungana pamoja na Israeli. Haikuishia hapo, mkao kujua kwamba mwaka 2015 kipindi ambacho 15 ndio nadhani Donald Trump alipata kuingia kwa rais, ndiye aliyejitoa kwenye mkataba ambao ulisaidia kumfanya Irani aweze kuingia kwenye meza ya mazungumzo na kuweza kubadilisha au kupunguza matumizi yake makubwa ya teknolojia ya nyuklia na matumizi ya uranium, kusudi asiweze kuwa katika kiwango cha kuzalisha silaha za nyuklia. Huo mkataba unaitwa JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, ambao lengo la Irani angalau aanze kuuza mafuta katika soko la dunia. Uliingia mkataba mwaka 2006 kama sio 2013. Sasa Marekani akawa amejitoa chini ya utawala wa Donald Trump. Kwa hiyo unaweza ukaona Donald Trump katikati akaondoka kwenye kipindi cha pili ya kurudi, akaja kurudi hichi kipindi, na unaona sasa ameliendeleza. Walipokuwa kiingia meza mazungumzo, yanashambulia, anafanyaje, na sasa hivi inakuwa vita. Kwa hiyo inaonekana ni yeye sana kwa karibu kuliko ambavyo unaweza kumsema hata mshirika wake wa karibu Israeli, lakini wanasema aliyeshauri waende wakavamia alikuwa ni Israeli. Kwa maana hiyo, mchambuzi, unasema kwamba yani Marekani kujiingiza kwake moja kwa moja katika vita hivi ni sababu kubwa ni tishio la silaha za nyuklia ambayo Iran amekuwa akizendeleza. Hilo ndio iliyokuwa sababu ya awali, lakini mpaka sasa sababu zimeshaanza kuonekana kuwa nyingi na zaidi kidogo, kwa sababu siku moja kabla ya uvamizi wa Marekani dhidi ya Irani alisema anataka kuwa na tafsiri ya regime change. Kwa hiyo alitaka watu wabadilishe utawala. Kwa hiyo ukiangalia kinachoendelea ni nguvu ya kuzungumza pia kwamba hawahitaji itikadi
itikadi na falsafa ya uongozi ulioko ndani ya Irani, sababu wanaona uongozi huo ndio unaofanya Irani azidi kuwa hivi alivyo, na ndio maana wamekuwa na paumbele cha kuwaua viongozi wake kusudi waone kama wanaweza wakauvunja wakaumaliza nguvu utawala wa Irani, lakini imedhibitika na yenyewe tofauti. Kwa hiyo kuna sababu nyingi. Kuna wengine wanaosema ni swala la mafuta, wakiangalia kilichokuwa kimetokea Venezuela, wakiangalia nafasi ya Marekani na siasa za kuhitaji mafuta walioingia Iraq, walioingia Libya. Kwa hiyo watu wamekuwa na sababu hizo za kihistoria, lakini nadhani ni sababu zaidi vitu za kihistoria kutokana na kwamba watahitaji mafuta, lakini wao wanataka kabisa kuondoa ideolojia ya kisiasa ya utawala wa siasa unaoendelea, kwa maana ya kwamba utawala huo ukifanikiwa unaweza ukaziambukiza na au ukaambukiza mataifa mengine ndani ya nchi za Ghuba na ulimwengu kwa ujumla, kwa sababu ni Irani pekee yenye mfumo tofauti na mataifa yote, mfumo ambao una sura mbili ya kiutawala. Mmoja una upande wa uwakilishi ambao tunasema Republican, ambapo unamchagua rais wa bunge na watu wengine, lakini upande wa pili una utawala wa kiimani, wa kidini, ambao wanaongozwa kwa sheria ya Mungu, tunaita theocratic law. Ndio hiyo inayokuja kuleta sheria ya Islam na utawala wa Islam, sababu kanuni iko wazi kwamba mamlaka ya nchi kutokana na sheria ya Kiislamu wanasema lazima iongozwe na yule mwenye elimu ya juu ya imani ya dini, na ndio maana mnawaona hawa supreme leader wakiwa ndio utawala wa juu. Kwa hiyo wana ngazi mbili ambazo zimefungamanishwa kiasa, ambazo ni ngumu kuzivunja, kwa sababu imani kubwa sana ikishaanza kuenea katika fikra, katika suri na katika nerves za watu, wanakuwa strong. Kwa hiyo walikuwa wanaangalia hilo, na hilo ni la muda mrefu, limeanza miaka 1900 na mpaka kufikia 1935. Irani walishataka kwa muda mrefu, kwa sababu hizi hawa tunawaita Persians, Waajemi, wamekuwa na tabia ya kwao kidogo, na tabia hiyo ni ya kimkakati, yani wana uwezo kubwa wa kistrategia, wa mipango, lakini vile vile wa kupigana. Yani ni historia, ni utamaduni wao wa muda mrefu. Kwa hiyo the longevity ni fighting ni sio ya kawaida, ni ndefu sana, na inakuwa inaangalia, na wao walishataka kutoka kwenye utawala wa kifalme, wakafanya uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia mwaka 51, wakamuingiza Mossadegh, akaendelea upande wa pili, alikuwa anaendelea kuwepo utawala wa kifalme unaoongozwa na Shah, alikuwepo huyo Mohamed Pahlavi, yule alimekimbilia Marekani na ndio aliyekuwa na claim, wakiona kwamba wanaweza wakarejesha utawala huo. Kwa hiyo kumbe, usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.